بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، أما بعد kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma kiongozi wa umma, mwalimu wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika somo letu la fikihi ambalo linahusiana na ibada ya sala. Leo tutaanzia sehemu ambayo ni ya faida. Faidatun, ni faida hii, ma tukhalifu bihi almar'atu ar-rajula fi salati, yale yanayokuwa tofauti kwa mwanamke dhidi ya mwanamume katika swala. Nahitaji tuangalie, je, swala ya mwanamume inatofautiana na swala ya mwanamke? Hiyo ndio sehemu ambayo ya faida ningependa leo tuanze nayo insha Allahu taala. La farqa fi sifati salati baina almar'ati warrajuli, hakuna tofauti baina ya sifa ya swala ya mwanamke na swala ya mwanamume. Wa huwa qawlu lilmalikiyati, hiyo ni kauli ya upande wa Imami Malik. Wa ikhtiyaru Ibn Baz, pia ndio amechagua kauli hiyo mwanachuoni Ibn Baz, wal Albani, na vile vile Sheikh Albani, wa Ibn Uthaymeen, na mwanachuoni Ibn Uthaymeen. Nenda kwenye kitabu Sifatu Salati Nabii lil Albani, ukurasa 189, wa fi sharhi Mukhtasari Khalili, kitabu nambari 1, ukurasa 286, wa fi Fatawa Ibn Baz, kitabu nambari 11, kuanzia ukurasa 79 mpaka wa 80, wa fi sharhi al-Mumti' Ibn Uthaymeen, kitabu nambari 3, ukurasa 219. Hawa wote wamesimama juu ya kauli ya kwamba hakuna tofauti jinsi ya kuswali swala hizi za faradhi kwa mwanamume na kwa mwanamke. Hakuna hadithi inayosema mwanamke aswali hivi na mwanamume aswali hivi. Mwanamume asiswali hivi, akiswali hivi amemuiga mwanamke, na mwanamke asiswali hivi, akiswali hivi amemuiga mwanamume. Wote wamesimama ya kwamba mwanamke na mwanamume katika swala zao hakuna tofauti jinsi ya kuswali. Al-adillatu dalil awalan min as-sunnati, kwanza ni kupitia maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, an Maliki ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu, kutoka kwa Malik mtoto wa al-Huwairith, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee yeye, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, hakika ya Mtume Muhammad, rehma na amani zimshukia, amesema, swallu kama raaitumuni usalli, swalini umma wangu kama mlivyoniona mimi nikiswali. Huu ndio ushahidi ambao unathibitisha ya kwamba hii kauli ni umum, imejumuisha baina ya swala ya yule mwanamume na swala ya mwanamke. Wote wanatakiwa waswali kama walivyomuona Mtume sallallahu alayhi wasallama akiswali. Rawahu al-Bukhari, hadithi imepokewa na Imamu al-Bukhari kwa nambari 631. Wajhu dalalati, tukiangalia mwongozo wa dalili, anna umuma al-hadithi, hakika ya maana ya jumla ya hadithi ambayo nimeitangulia kuisoma, yashmalu nisaa karijali, inaenea na kukusanya kwa wanawake kama mfano kwa wanaume. Maana yake walivyotakiwa waswali wanaume na Mtume sallallahu alayhi wasallam, kadhalika wanawake wametakiwa waswali hivyo hivyo kama wanavyoswali wanaume. Tumeelewana vyema?
Nenda kwenye kitabu Sifatu Salati Nabii lil-Albani, kitabu nambari 3, ukurasa ni wa 1040. Nenda kwenye kitabu Asharhul Mumti' Ibn Uthaymin, kitabu nambari 3, ukurasa 219. Thania, sababu yao ya pili au mwongozo wa pili, annahu lam yurid fi sunnati, hakika haijapokelewa katika sunna. Tunaposema katika sunna, maana yake katika hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ma yaqtadi, yale yanayofungamana istithnaa nisai, kuvuliwa kwa wanawake, min ba'dhi ma jaa fi sifati salati, kutokamana na baadhi yaliyokuja katika sifa ya kuswali. Hakuna hadithi iliyopokewa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba katika ibada ya swala wanawake wanatakiwa waswali hivi na wanaume waswali hivi. Hakuna dalili hiyo iliyokuja ikawavua wanawake waswali hivi na wanaume waswali hivi. Maana yake wanawake jinsi wanavyoswali, kadhalika wanaume wanatakiwa waswali hivyo hivyo. Nenda kwenye kitabu Aslu Sifati Salati Nabii lil-Albani, kitabu nambari 3, ukurasa ni wa 1040. Thalithan, sababu yao ya tatu, anna al-asla, hakika ya asli na msingi, ishtirakul mukallafina, ni kushirikiana wale waliobaleghe. Waliobaleghe ni wale ambao tayari sheria inawahukumu. Watakapofanya la thawabu wataandikiwa thawabu, watakapofanya la madhambi wataandikiwa madhambi. Hawa ndio ambao wanaitwa almukallafina. Anna al-asla, hakika ya asli, hakika ya msingi, ishtirakul mukallafina min ar-rijali wan-nisa'i, ni kushirikiana waliobaleghe kutokamana na wanaume na wanawake, fil ahkami, katika upande wa nini? Katika upande wa hukumu. Illa ma qama dalilu alayhi, isipokuwa ile hukumu ambayo itakuwa imesimama dalili juu yake ya kwamba hili jambo ni maalumu walifanye wanaume na hili ni maalumu walifanye wanawake. Nitajaribu kutoa mfano unaofaa na mfano usiofaa. Kuna baadhi ya watu wanategemea hadithi ambayo ni dhaifu katika kutofautisha swala ya mwanamke na mwanamume. Nitautoa huo mfano inshallah. Nenda kwenye kitabu Asharhul Mumti'u Ibn Uthaymin, kitabu nambari 3, ukurasa 217 mpaka ukurasa 218. Wacha nitoe mifano miwili, mfano unaofaa na mfano usiofaa. Mfano usiofaa ni huu hapa, na huo mfano wenyewe ni katika sehemu ya mwanamke anapokuwa amekaa atahiyatu, iwe ni kikao cha kwanza ama kikao cha mwisho, yani cha pili. Tumeelewana vizuri hapo eh? Na katika wakati akiwa anafanya nini? Anasujudu. Nitajaribu kutoa hiyo mifano miwili inshallah. Hadithi ambayo ni dhaifu ni hii, inasema idha jalasatil mar'atu fi salati, pindi anapokaa atahiyatu mwanamke kwenye swala, wada'at fakhidhaha, ataweka paja lake, ala fakhadhiha al-ukhra, kulikutanisha na paja jengine. Shekhe, mmenielewa? Yani mwanamke anapokuwa amekaa atahiyatu, mapaja yake anatakiwa ayabane, asitoe space. Shekhe, mmenielewa? Hili ni jambo ambalo lipo kwenye hadithi ambayo ni dhaifu, ya kwamba akikaa ile atahiyatu ni sharti yule mwanamke mapaja yake yafanye nini? Yabanane, yasitoe nini? Yasitoe ile space. Wa idha sajadat, na pindi anaposujudu huyo mwanamke, alsaqat batnaha, alishikanishe tumbo lake, fi fakhadhiha, katika paja lake.
Shekhe, mwanielewa ya kwamba mwanamke akisujudu hili tumbo lake anatakiwa alibane pamoja na yale mapaja yake. Jamaa, hili jambo si gumu sana kwa mwanamke? Naam. Kisha anasema kaastari ma yakunu laha, hiyo ni kama mfano wa stara kutokamana na kuswali kwake, au yale yanayopatikaniwa kwa mwanamke, ya kwamba akisujudu katika hali hiyo tumbo lake amelishikanisha na mapaja yake, na anapokaa kwenye atahiyatu mapaja yake anapokuwa ameyakutanisha, ya kwamba hiyo inakuwa ni stara kwake yeye kwa yale yanayopatikana. Jamani, tuelewana vizuri ya jamaa? Hii ni hadithi ambayo haufai kuichukua na kuifanyia kazi, kwa sababu sio hadithi ambayo sahihi. Kisha ikaendelea, fa inna Allaha, hakika ya Mwenyezi Mungu, yandhuru ilaiha wa yaqulu, pindi mwanamke huyo anaposwali Allah anamuangalia na Allah anasema, ya malaikati, enyi malaika wangu, ushhidukum, na washuhudilieni. Maana yake nawaambia angalieni, anni, hakika yangu mimi Mola wenu, kada ghafartu laha, nimemsamehe mwanamke mwenye kuswali hivyo dhambi zake. Shekhe, mwanielewa? Hadithi hii ni dhaifu, haifai kutumika. Mwanamke huyo anaswali swalije? Kwa mfano amekaa tahiyatu, mapaja kayabana kabisa, yamekutana namna hii, anaposujudu tumbo lake ligusane na mapaja yake, kwamba akifanya hivyo ndiyo stara kwake yeye kwa yale yanayopatikana kwake. Hadha hadithun dhaif. Nenda kwenye kitabu kinachoitwa Al-Kamilu fi Dhu'afa libn Adiyya, kitabu nambari 2 ukurasa 214, wa fi tarikhi Asbahani li Abi Nu'aym, kitabu nambari 1 ukurasa ni wa 200, wal Baihaqi ukurasa au namba ni 3324. Hayo maneno utakwenda kuyapata yamedhoofishwa, sio hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa mfano unaofaa ambao imekuja hukumu ni maalumu kwa wanawake na hukumu imekuja ni maalumu kwa wanaume katika swala, ndio pale si imekuja kwamba isipokuwa ikija dalili yaonyesha hili ni rasmi la mwanamke na hili ni rasmi la mwanamume. Sasa nahitaji kutoa dalili inayofaa ambayo imetofautisha kwenye ibada ya swala. Amma alhadithu sahihi, ama hadithi iliyokuwa sahihi inasema hivi, idha nabakum fi salatikum shay'un, pindi mnapoongeza kitu katika swala yenu. Yani mathalan mtu katika swala amefanya kitu ambacho kitaonyesha mapungufu ya swala au kazidisha kitu katika swala, kama vile mfano rakaa 2 za kwanza tunatakiwa tukae ni atashahudul awwal, kikao cha nini cha kwanza, ile atahiyatu ya kwanza. Sasa ikawa mtu amesahau kukaa, kama mfano wake hivi, sasa amesahau kukaa, nini kinafanyika sasa? Iwe ni kwa mwanamke, iwe ni kwa mwanamume. Mtume anasema faliyusabbihi rijal, wanaume wanapomuona imamu kaacha kitu wanatakiwa waseme subhanallah. Shekhe, tumeelewana? Wanaume imamu wao kasahau atahiyatu ya kwanza, ni mfano tu nimeutoa, anatakiwa mwanamume yule ainue sauti amsabihi Allah kwa kusema ni subhanallah kwa sauti, ili imamu aweze kufanya nini? Kusikia. Shekhe, mwanielewa? Mfano anaongeza rakaa ya 5, maamuma anatakiwa wamwambie nini? Subhanallah. Tena ikiwa nyinyi mnashua kabisa, mnajua huyu jamani rakaa ya 5, hamtakiwi kunyamaza. Amesimama kabisa na rakaa mnajua ni ya 5, mnamrudisha kwa lazima subhanallah mpaka ajue hii rakaa ya 5 natakiwa nifanye nini? Nirudi chini. Lakini kama ni ya kusahau atashahudul awwal, sawa,
mpaka amekwisha simama, hatutakiwi kumwambia subhanallah, kwa sababu tayari amefanya nini? Amesimama. Tumeelewana? Lakini kama hajasimama, ndiyo kwanza ile Allah, hii takbira anavyovuta ujamaa anafanya nini? Huyu anasimama pale pale, mmoja akasema subhanallah, hajanyooka kusimama, imamu pale pale anarudi. Lakini akishasimama tu, kila mmoja anatakiwa afyate mdomo wake. Shekhe, tumeelewana? Sasa hiyo ni kwa mwanamume anapokuwa amesahau kitu ama anaongeza kitu, tunatakiwa tuinue sauti kwa kusema subhanallah. Lakini kwa upande wa wanawake, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wal tusaffiqin nisa'u, na wapige makofi wanawake, wapige makofi wanawake. Halo, maneno vizuri naomba tuelewane Kiswahili hapa kidogo Yani mathalan imamu anaongeza kitu ama anapunguza kitu, mwanamke hatakiwi kuenua sauti kusema subhanallah, kwa sababu hii ni special kwa wanaume, ni rasmi kwa wanaume. Lakini kwa wanawake wanatakiwa wapige makofi. Imamu anataka kusimama ama amesahau kitu, apige kofi. Tumeelewana vizuri? Unajua kuna hikima gani hapa? Hikima yake ni kubwa. Sautul mar'ati awratu, sauti ya mwanamke ni uchi, sauti ya mwanamke ni tupu. Lazima wanawake walijue hilo. Mwanamke ana sauti kama tatu. Kuna sauti anapokuwa na wenzake akizungumza, si ndio? Ni kweli, si kweli? Alafu kuna sauti anapoongea na mume wake. Mwanamke anapokuwa anaongea na mume wake, sauti yake haifanani anapoongea na wenzake. Lazima wakati ule sauti iwe nini? Sauti ya mapenzi, ya mahaba. Sio unaongea na mume wako kama ni wanaume wawili wanaongea ndani ya nyumba. Lazima mwanamke sauti yake iwe wapi? Iwe chini, tena ile nyororo ya kumtoa nyoka pangoni. Alaisa kadhalika? Na kuna sauti akiongea na familia yake. Alaisa kadhalika? Familia yake anapoongea nao pia kuna sauti fulani anaongea nao. Mwenyezi Mungu Jalla fi'ala amewakataza wake wa Mtume kulegeza sauti zao. Hikima ni nini? Wasije wakaingiwa na maradhi, wale ambao wanaume wana maradhi ya nyoyo. Kuna wanaume wana maradhi ya nyoyo zao. Kuna sauti fulani akisikia kwa mwanamke ikizungumzwa, ashakufa, shaoza, bado kuzikwa tu basi. Wakati mmoja kuna kijana ananipa story, ananiambia ustadhi bana, hawa wahudumu hawa wa Safaricom hawa na mitihani hawa bismillah, kivipi mitihani yatokea wapi? Asema bana, mwanamke shekhe, sauti anayoongea nayo mtihani, mpaka ushamaliza ile shida yako uliyouliza, lakini kwa sababu ya sauti tu waendelea kuuliza maswali usikie ile sauti. Haya si maradhi haya? Haya sio maradhi? Ndio maana nikawaambia wanawake wana tofauti katika uongeaji wao. Kwa hiyo ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ya kwamba mwanamke anapokuwa mathalan amemshuhudia imamu anakosea au kapunguza kitu, anatakiwa apige nini? Kofi. Baadhi ya maulama wakasema apige hapa. Ni hapa hapa. Sasa ni sharti yule imamu awe na elimu hiyo, ajue ya kwamba huyu ananipigia kofi ni mwanamke na mimi nimefanya nini? Nimekosea. Kama ana elimu hiyo, si ndio balai? Ndio kuna umuhimu wa kufanya nini? Wa kusoma ya jamaa. Hadithi hii ni sahihi, akhrajahu al-Bukhari, ameipokea Imamu al-Bukhari kwa nambari 7190. Muslim kaipokea kwa nambari 421 biikhtilafi yasiri, lakini kwa tofauti ambayo iliyokuwa ndogo. Huo ni mfano alikuwa anapenda kutoa. Kuna kitu ambacho kimekuja maalum kifanywe na wanaume,
dalili yake ipo, na kuna chengine kimekuja ni maalum kwa wanawake, dalili ipo. Sasa kama mfano hii swala, hakuna hadithi ambayo imekuja maalum ya kutofautisha swala ya mwanamume anavyoswali na swala ya mwanamke anavyoswali. Wewe umetuletea kutoka wapi? Mtume anasema sallu kama raaitumuni usalli. Maana yake hii kauli ya Mtume inajumuisha wanaume na wanawake, hakuna utofauti wa swala zao. Na tunaenda sehemu yetu ya pili, mubahatu salati wa makruhatuha wa mubtilatuha. Tunaangalia yale yanayofaa kuyafanya katika swala na yale yaliyokatazwa katika swala na yale yanayoharibu swala yenyewe. Kuna mambo ukiyafanya yanafaa, hayana tatizo, na kuna mambo yamekatazwa usiyafanye, na kuna mambo hasa ukiyafanya yanaharibu nini? Swala yako. Haya ndio maudhui mengine ambayo tunaendelea nayo insha Allah taala. Alfaslu alawwal, tuangalie darasa letu la kwanza katika maudhui haya. Alharakatu liyasiratu lihajati, tunaangalia ile haraka ndogo pindi inapohitajika. Haraka tunaijua, haraka maana yake ni kuchezesha kiungo pindi inapohitajika kufanya hivyo. Tumeelewana hapo? Tutatoa mifano inshallah. Tajuzu alharakatu liyasiratu, inafaa haraka ndogo, lihajatin, pindi inapohitajika, fi salati, katika swala, wala tubtiluha, na wala hiyo haraka haiharibu swala. Aladillatu, dalili ni hivi. Awalan min as-sunna, kwanza ni kupitia maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. An Abi Qatada al-Ansari radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abi Qatada al-Ansari, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee yeye, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana yusalli, hakika ya Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimshukie yeye, alikuwa akiswali, wa huwa hamilu umamata, na ikiwa amembeba Umamata binta Zainaba, mtoto wa Zainab binti Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ambaye Zainabu ni mtoto wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yani maana yake Umama aliyebebwa na Mtume wakati Mtume anaswalisha ni mjukuu wa Mtume Muhammad, kwa sababu Umama ni mtoto wa nani? Wa Zainab bintu Rasulillah, na Zainabu ni mtoto wa nani? Wa Mtume wa Allah. Kwa hiyo Mtume wakati anaswalisha amembeba mjukuu wake. Wali Abi al-As bin Rabi'ah bin Abd Shamsi, pia huyu Umama ni mtoto wa Abi al-As, mtoto wa Rabi'ah, mtoto wa Abd Shams. Maana yake Zainab ambaye ni binti wa Mtume, mumewe ni nani? Abu al-As ibn Rabi'ah. Tumeelewana? Sasa Mtume anaswalisha, lakini kabeba mjukuu wake wakati anaswalisha. Fa idha sajada, na pindi Mtume anaposujudu, wadaaha, anamuweka chini wakati anasujudu, kwa sababu hawezi kusujudu ikiwa amefanya nini? Amembeba. Atakita vipi mikono? Na kusujudu lazima viungo saba vifanye nini? Vitimie pale. Akisema hatomweka viungo saba havijatimia, kwa hiyo anamuweka pale chini, kisha Mtume anasujudu ya kwanza, anasujudu ya pili. Sawa ya jamaa? Wa idha qama, na pindi Mtume anaposimama, hamalaha, anambeba tena. Shekhe, tuelewana Kiswahili? Je, watoto wa siku hizi shekhe, yawezekana kufanyika hivyo kweli? Hawa watoto wetu shekhe, wa Pampers hapa, watoto ambao wa digital, inawezekana kweli? Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam, kitendo alichokifanya cha kuswalisha hali ya kuwa amebeba mtoto, anapotaka kusujudu anamweka pembeni, akimaliza anasimama. Hii hadithi yathibitisha ya kwamba ile haraka ndogo haiharibu swala ya nani? Ya anayeswali. Hadithi hii imepokewa na Imamu al-Bukhari kwa nambari 516, Muslim kaipokea kwa nambari 543. Thania, hadithi ya pili,
an Jabir radhiyallahu anhu annahu qala, kutoka kwa Jabir, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee yeye, hakika yake yeye amesema, ba'athani an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alinituma Mtume Muhammad, rehma na amani zimshukie yeye, faataituhu, nikamjia baada ya kutekeleza ile haja yake aliponituma, wa huwa yasiru, na yeye hali ya kuwa anatembea, musharriqan, upande wa mashariki, au mughariban, au upande wa magharibi. Maulama wanasema wakati huo Mtume alikuwa juu ya kipando, yani ngamia. Wakati amemtuma Jabir akaenda kushughulikia kitu alichotumwa na Mtume, amemaliza, amekuja Jabir sasa, nikampata Mtume sallallahu alayhi wasallam anatembea akiwa juu ya kipando, upande wa mashariki au upande wa magharibi. Fasallamtu alayhi, anasema nikamtolea salamu Mtume sallallahu alayhi wasallam, maana yake assalamu alayka ya Rasulullah. Fa ashara biyadihi, Mtume akatoa ishara tu ya mkono wake. Sheikh, manielewa? Shika hapo. Mtume akatoa ishara tu ya mkono wake ya kwamba anajibu salamu. Thumma sallamtu alayhi, anasema kisha nikamsalimia kwa mara ya pili. Labda alihisi Mtume hajafanya nini, hajasikia, asema nikamsalimia kwa mara ya pili. Fa ashara biyadihi, akatoa ishara vile vile bado kwa mkono wake. Fansaraftu, anasema mimi Jabir nikaondoka. Fanadani ya Jabir, kisha hapo Mtume akaniita, ewe Jabir. Fanadani nasu ya Jabir, na watu vile vile wakaniita ewe Jabir. Maana yake labda ile mara ya kwanza Mtume naye alipomuita Jabir akusikia, watu wakafanya nini, wakaunganisha, ya Jabir unaitwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faataituhu, anasema nikamjia Mtume, fakultu ya Rasulullah, nikasema ewe Mtume wa Allah, inni sallamtu alayka, hakika yangu mimi nimekutolea salamu, falam tarudda alayya, hukunirudishia ile salamu. Maana yake hukuniambia wa alayka salam. Sheikh, mwanielewa? Qala, Mtume akasema, inni kuntu usalli, hakika yangu mimi nilikuwa wakati huo na swali. Allahu akbar. Maana yake Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa juu ya kipando, juu ya ngamia wakati anaitwa na Jabir. Mtume alikuwa anaswali wakati huo. Lakini pili, wakati anaswali Jabir anasema alielekea upande wa mashariki ama upande wa magharibi, na hii ilikuwa ni swala ya sunna. Kwa maana hiyo inaruhusika kuswali juu ya kipando ikiwa kinatembea, na sio lazima kile kipando kiwe kitaelekea kibla. Popote kinapoelekea, maadamu ni swala ya sunna, utafanya nini? Utasali. Lakini swala ya faradhi ni sharti uteremke uelekee kibla ndio uswali. Tumeelewana? Lakini pia ikiwa ni mathalan upo kwenye kipando, meli, ndege, wakati wa swala umefika, hakuna jinsi ya kuteremka, utaswali ile swala jinsi meli na ndege ilivyoelekea, jaiz, na swala yako inakubalika. Tumeelewana Kiswahili hapo ya jamaa? Kwa hiyo Mtume anamwambia nani? Anamwambia Jabir, wakati ukinisalimia, wakati huo mimi alikuwa anaswali. Kwa maana hiyo Mtume ile salamu aliitikia, lakini sio kwa kaulan, bali kwa ishara. Halo, mmenielewa vizuri? Lakini naam, hadithi hii ni sahihi, kaipokea Ibn Hibban kwa nambari 2519. Sheikh Albani kaisahihisha fi sahihi Nasai kwa nambari 1190. Thaniyan, dalili ya pili, min al-ijma'i, ni makubaliano ya maulama. Naqala al-ijma'a, amenukuu makubaliano ya maulama, ala jawazi al-harakati al-yasirati, juu ya kufaa haraka ndogo. Ibn Rushd, mwanachuoni Ibn Rushdi, faqala, akasema, wattafaqu, na wamekubaliana maulama, fima uhsabu ala jawazi al-fi'li al-khafifi, katika kile kilichokadiriwa
katika kufanyika ambacho ni kitendo ambacho ni hafifu. Wamekubaliana maulamaa pia, kitendo hafifu katika swala hakiharibu nini? Swala kinafaa. Mfano wake, unawashwa katika swala, unatakiwa ufanye nini shekhi? Ujikune. Utajikuna? Utajikuna, lakini sio kwa kuendelea. Kama mfano kwenye shingo hapa, unapitisha tu mara moja pa, umetulia. Tumeelewana vizuri? Kwa sababu unapofanya zile haraka nyingi zitaharibu nini? Swala yako. Leo wewe unawashwa kwenye shingo, ni hapa mpaka shekhi wafumba macho kwa ile raha, wewe una swala kweli? Inatakiwa haraka ndogo tu namna hii, unatulia, ikiendelea kidogo tu namna hii. Tumeelewana? Au kuna mwingine unaweza kumuona labda ni nzi amekuja, yuko katika pua hapa na anakereta, yani anakereta kidogo, inakuwa ni shida, sio? Waweza kufanya haraka ndogo ya kumshunga, sio lazima pia kuinua nini mkono. Waweza kufanya hivi tu, ukifanya hivi amefanya nini? Ameenda. Haraka hii inakubalika, sio kwamba umesimama tu kama sanamu namna hii mpaka pia umeona hata nyoka yule anakuja eti uko hapa. Imani hiyo ndugu yangu hakuna shehe, na tutakujaona mbele. Je, nyoka nge ametokea vipi, unaruhusika kumuua kwenye swala? Hiyo inshallah ni klasi ya mbele, tutakuja kuona inshallah. Lakini haraka ndogo ikitokea unafanya, haina shida. Nenda kwenye kitabu Bidayatul Mujtahid Ibn Rushd, kitabu nambari 1 ukurasa 119. Nenda kwenye kitabu Al-Istidhkar Ibn Abdul Barr, kitabu nambari 2 ukurasa 274. Tunaenda sehemu ya 3, Raddul musalli salama bil isharati, kurudisha mwenye kuswali salamu kwa kutumia ishara. Yani mathalan mtu ameingia hapa na msikitini uko wewe peke yako mwenyewe, uko kwenye sunna namna hii, hata kama swala ya faradhi shekhi, tuelewane, mtu akatoa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je, unaruhusika kisheria kuirudisha ile salamu? Ndio tunaangalia hapa. Je, ipo sahihi ukiirudisha hiyo salamu? Sio kaula kwa maneno, maana yake isharatan, kwa kutumia ishara. Yaruddu almusalli salama, anafaa kurudisha mwenye kuswali salamu fi salati, katika sala, bil ishara, kwa kutumia ishara. Si ni kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Wa huwa madhhabu aljumhur, haya ni madhehebu ya maulama wote, wamekubaliana hivyo. Almalikiyati, Imami Malik, wa Shafi'iyya, Imami Shafi'i, wal Hanabila, Ahmad bin Hanbal. Wa bihi qala aktharu ulama, na hiyo kauli na msimamo huo maulama wengi ndio wamesimama nayo na kuyasema hayo. Wa hukiya al-ijma'u ala dhalik, na vile vile imepokelewa makubaliano ya maulama juu ya kufaa jambo hilo, ya kwamba inafaa kurudisha salamu. Kwa nini? Kwa ishara. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si uko hapa mzee, unaendelea, asikushughulishe. Ametoa salamu, toa ishara ya kwamba umejibu nini? Umejibu ile salamu. Tumeelewana vyema hapa? Sio kuitikia wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh, swala ishakufa. Tumeelewana vizuri? Kwa ishara tu. Nenda kwenye kitabu Mawahibul Jalil, kitabu nambari 2 ukurasa 314. Wa fil Majmu'i lin-Nawawi, kitabu nambari 4 ukurasa ni 104. Wa fil Mughni ibn Qudamah, kitabu nambari 2 ukurasa ni 46. Wa fi Tamhid ibn Abdul Barr, kitabu nambari 21 ukurasa ni 109. Al-adillatu, dalili. Awalan min as-sunnati, kwanza ni kupitia mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. An Jabiri radhiyallahu anhu, kutoka kwa Jabir, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee yeye, qala, amesema. Hii ni riwaya ile hadithi ya kwanza ya Jabir. Inna Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, hakika ya Mtume wa Allah, rehma na amani zimshukie yeye, ba'athani lihajatin, alinituma nikashughulikie jambo fulani ama haja fulani.
thumma adaraktuhu, kisha nikampata mtume, wa huwa yasiru, na yeye akiwa anatembea, fasallamtu alayhi, nikamtolea mtume salamu wakati akiwa anatembea. Fa ashara ilayya, akaniishiria mimi Jabir. Falamma faragha, pindi alipomaliza, daani faqala, aliniita mimi Jabir akasema, innaka sallamta alayya, hakika yako Jabir ulinisalimia mimi, anifan, wakati wa mwanzo, wa ana usalli, na mimi nilikuwa naswali. Kwa hiyo ina maana kitendo kilichomzuia mtume asirudishe salamu kwa kauli nini? Ni ile swali. Kwa hiyo mimi na wewe tunafaa kutoa nini? Ishara. Umesikia mzee? Umesalimiwa kwenye swala, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, toa ishara umejibu salamu, sio maneno. Wa fi riwayati, na katika riwaya nyingine ya hadithi, falamma sarafa qala, pindi mtume alipomaliza swala alisema, innahu, hakika yake yeye, lam yamna'ni, hakika hakijanizuia mimi kitu chochote, an arudda alaika, kukurudishia wewe salamu, illa, isipokuwa mimi mtume, anni kuntu usalli, hakika yangu mimi nilikuwa ninafanya nini? Nina swali. Rawahu Muslim, hadithi imepokewa na Imamu Muslim kwa nambari 540. Thaniyan, muongozo wa pili, anna al-isharata harakatu udhi, hakika ile ishara mtu anapoitoa si ni kucheza kwa kiungo. Ukitoa ishara kiungo kimefanya nini? Kimecheza, sawa? Ndio anasema anna al-isharata, hakika ya ile ishara, harakatu udhi, ni haraka, ni kucheza kwa kiungo, wa harakata sairi al-a'dha'i, na kucheza viungo vyote, ghairi liyadi, ukiachia mbali huu mkono, fi salati, katika swala, la taqta'u salata, kucheza kwa kiungo chochote hakuharibu swala. Shekhe, mmenielewa? Mfano unawashwa kwenye mguu, inakuwaje? Sinauliza, wawashwa kwenye mguu inakuwaje? Utazama mpaka chini ujikune? Sio hivyo. Utatumia mguu mwenzake, si ndio? Utainua ule mguu, utajikuna, alafu utarudisha mguu. Hiyo ni haraka, kwa hiyo inafaa, jaiz, haina shida. Fakadhalika, basi vile vile harakatul yadi, unapochezesha mkono haiharibu swala. Kama kiungo chengine ukikichezesha hakiharibu swala, iweje mkono ukichezesha uharibu swala? Hauharibu ni swala. Ndio maana waweza kumwona mtu anaswali anahisi anawashwa. Tumeelewana vizuri? Hadha jaiz. Nenda kwenye kitabu Sharhu Maani al-Athari li-Tahtawi, kitabu nambari 1, ukurasa ni wa 454. Ikhwata al-iman, naomba tumalize hili jambo hapa la 4, tusimamie hapa inshallah. Al-buswaqu fi salati, kutema mate katika swala. Je, inafaa mzee kutema mate katika swala, au kutema kohozi ukiwa ndani ya sala? Umekohoa ukaja mzinga wa kohozi uko kwenye mdomo, inakuwaje? Tumeelewana vyema ya jamaa? Naam, yajuzu albusaqu fi salati inda alhajati, inafaa kutema mate katika swala kunapohitajika. Kama inahitajika ufanye hivyo, inafaa kufanya hivyo. Wadhalika aljumlati, na hiyo ni kwa ujumla. Maana yake pia kama kohozi lipo, inafaa kufanya nini? Kutema. Ad-dalilu min al-ijma', dalili ni makubaliano ya maulama. Nakala al-ijma' ala dhalik, amenukuu makubaliano ya maulama juu ya jambo hilo. Ibn Battal faqala, mwanachuoni Ibn Battal na akasema, ittafaqu, wamekubaliana maulama, ala jawazi al-buzaqi fi salati, juu ya kufaa kutema mate au kohozi katika swala. Lakini tuelewane ya jamaa, katika swala hii ambayo kwamba inafaa kutema mate unapokuwa unasali, ima ile sehemu unayoswali ni sehemu ambayo kwamba una uwezo wa kutema yale mate au kohozi ukafunika, kwa sababu wakati ule walikuwa wanaswali
sehemu tu ya kawaida, sio kama sisi. Kama itakuwa ni kama sisi, tuko kwenye kape, tuko kwenye zulia, unatakiwa uwe na kitambaa kwenye mfuko wako. Kohozi limekuja, unafanya nini? Unalitema kwenye kitambaa, unalikunja, unalitia kwenye mfuko. Ama wakati mwingine kuna wale ambao wanavaa zile hagal, zile amama, tuelewana vizuri. Mtu ameizungusha kwenye kichwa chake, imekuja mpaka shingoni. Sawa ya jamaa, ana uwezo wa kutema kwenye nini, hagali yake, na jaiz, inafaa, wala hakuna tatizo, kwa sababu mate, kohozi si najisi. Ni najisi? Sio najisi. Nenda kwenye kitabu Sharh Sahih al-Bukhari ibn Battal, kitabu nambari 3, ukurasa ni wa 205 insha Allah taala. Ikhwata al-iman, ningependa tukomee hapa insha Allah kwa leo. Kesho tutakuja kuangalia as-salatu fi ni'al, kuswali juu ya nini, ya viatu. Je, inafaa kuswali juu ya viatu ama haifai? Insha Allah ningependa kutoa fursa na nafasi ya masali kwa wale watakuwa wana masali insha Allah.